Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwezi huu wa Januari mwaka 2026. Wana na binti za Mungu ndio mada yetu kuu katika mwezi huu. Kumbuka mwaka huu tunajifunza kutoka katika kitabu kinachosema Baba Yetu Anajali na Ellen G. White. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako litukuzwe sana. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Mada ya leo inasema kutembea katika njia yake. Imejengeka katika kitabu cha Mithali sura ile ya 10 ya 29. Neno la Mungu linasema, njia ya Bwana ni kimbilio lake mtu mkamilifu, bali ni uharibifu kwao watendao maovu. Ikiwa tangu mwanzo tungekuwa tumetembea katika shauri la Mungu, maelfu zaidi wangekuwa wameongolewa kuupokea ukweli wa leo. Lakini wengi wamejitengenezea njia za uovu miguuni pao. Ndugu zangu, ifuateni njia nyoofu, walio dhaifu wasije wakageuzwa mbali na njia. Hebu asiwepo mtu yeyote afuataye njia isiyo nyoofu iliyowekwa na mtu mwingine, maana kwa kufanya hivyo hutapotea tu mwenyewe, bali utazifanya njia hizi mbovu kuwa wazi kwa mtu mwingine kuzifuata. Dhamiria kwamba wewe mwenyewe utatembea katika njia ya utii. Jua ukweli kwamba unasimama chini ya ngao pana ya Mwenyezi Mungu. Tambua kwamba sifa za Yehova lazima zidhihirishwe maishani mwako, na kwamba ndani yako lazima ikamilishwe kazi ambayo itafinyanga tabia yako ifanane na ya Mungu. Jisalimishe chini ya uongozi wa yeye ambaye ni mkuu juu ya vitu vyote. Tunafanya kazi yetu kwa ajili ya hukumu. Hebu tujifunze kwa Yesu. Tunahitaji uongozi wake kila wakati. Katika kila hatua tungeuliza, je, hii ndiyo njia ya Bwana? Sio, je, hii ni njia ya mtu aliye juu yangu? Tunapaswa kujali tu ikiwa tunatembea katika njia ya Bwana. Mungu atamheshimu na kumtegemeza kila mtu mwenye moyo wa kweli, mwenye bidii, ambaye anatafuta kutembea mbele zake katika utimilifu wa neema ya Yesu. Hata mwacha wala kumtelekeza mtu mmoja mnyenyekevu na mwenye mashaka. Je, tuamini kwamba atafanya kazi mioyoni mwetu? Kwamba tukimruhusu afanye hivyo, atatufanya tuwe safi na watakatifu kwa neema yake tele, akitustahilisha kuwa watendakazi pamoja naye? Je, tunaweza kwa ufahamu wa kina uliotakaswa kuthamini nguvu za ahadi zake na kuzipokea? Sio kwa sababu tunastahili, bali kwa sababu kwa imani iliyo hai tunadai haki ya Kristo. Hakuna kitu kilicho kikuu na chenye nguvu kubwa kama ulivyo upendo wa Mungu kwa wale ambao ni watoto wake. Hii ni Januari 22, mada ikisema kutembea katika njia yake. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Mchana hauishi, mjini mzuri.
yapita na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milangoni ya lulu, mjini mzuri, dhahabu njia zake na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milango haifungwi mjini mzuri, mtoni wa uzima na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Hawahitaji jua mjini mzuri, Mwana-Kondoo nuru na hapana giza. machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa,